Naam, karibu mtazamaji wa Wasafi Media na msikilizaji wa Wasafi FM. Karibu katika visiwa vya marashi ya karafuu, na mimi ni Rashid Ali. Jukumu langu ni kuhakikisha na kuhabarisha kile ambacho kinaendelea katika visiwa hivi adhimu vya marashi ya karafuu na haiba ya uchumi wa bluu hapa visiwani Zanzibar. Leo hii ninaye meneja mkuu wa shirika la umeme Zanzibar, ndugu Haji Mohamed Haji. Tutazungumza naye mengi kuhusiana na hatua mbalimbali za upatikanaji wa nishati ya umeme visiwani hapa. Karibu sana. Asante. Habari yako? Nzuri. Habari za majukumu? Nzuri kabisa. Hakuna kufiti kabisa. Naam, basi kabla ya kuanza tungependa kusikiliza juu ya maoni ya wananchi wakizungumzia juu ya kadhia ya kukatika kwa umeme hapa visiwani Zanzibar, na baadaye tutarudi kwa meneja mkuu kutueleza nini hasa tatizo ya hayo yote. Yaani unapokatika umeme mara kwa mara tunaathirika sana, kwa sababu mpaka haya masuala yetu ya mafreza yetu yanakuwa yanaungua. Ushanifahamu, harakati zetu za kazi zinakuwa zinarudi nyuma kutokana na kuwa 90% tunakuwa tunashughulisha kuhusu masuala ya umeme. Kwa hiyo tunakuwa tunaathirika sana kwenye masuala hayo. Umeme ukizima unakuwa unazima muda mkubwa, unaweza ukazima kutoka saa 12 mfano mpaka saa 6, saa 5 za usiku. Siku nyingine unaweza ukazima asubuhi mpaka ukawachwa saa 12 za jioni. Kwa hiyo na maana tunakuwa tunaathirika sana kwenye masuala kama haya ya kuzima mara kwa mara kwa umeme. Kama sasa hivi umeme umezimwa, tujui saa ngapi utawashwa, na usiku huenda, kwa sababu usiku watu ndio wingi. Mimi nauza taa, mtu amerudi kazini kavutiwa na taa zangu, anakuja umeme umezimwa. Je, unadhania atanunua? Hawezi kununua, kwa sababu sina kivutio chochote kile kinachomvutia yeye aone hapa kweli kunauzwa taa. Hata nikiwasha taa za emergency haziwezi kunisaidia kitu chochote. Emergency nawaka, lakini bulb ambayo sio emergency itawakaje? Haiwezi kuwaka. Naam, bila shaka meneja, tumeweza kupata dondoo kutoka kwa wananchi wakielezea adha ambao wamekuwa wakikutana nayo hasa katika ukanda wa eneo la Kisauni, Kiembe Samaki na maeneo hayo ambayo mara kadhaa nishati ya huduma umeme imekuwa ikikatika kwao. Imekuwa ni kero kiasi ya kwamba imekuwa ikileta minong'ono kwa wananchi na kusababisha athari mbalimbali. Nini tatizo kwa ZECO? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nianze kusema kwamba tatizo la umeme kukatika katika si kwa Kisauni tu, ni kwa kisiwa kizima cha Unguja. Kisiwa cha Unguja kinapokea umeme wake kutoka Tanzania bara kupitia kebo mbili za baharini, ambazo ya kwanza iliwekwa mwaka 1980 ikiwa na uwezo wa megawati 45, lakini kutokana na uchakavu wake kwa sasa inaweza kubeba megawati 30 tu. Kebo ya pili iliwekwa mwaka 2013 ikiwa na megawati 100, lakini kutokana na matumizi kuongezeka, kebo hizi zote mbili zimeshafikia ukomo wa uwezo wake wa kuhimili kusafirisha umeme. Kebo ya kwanza iliyowekwa mwaka 1980 yenye megawati 30 imeshatumika sasa kwa 98.8, na kebo ya pili ya megawati 100 ambayo ina uwezo wa kusafirisha megawati 100 imeshatumika kwa kiasi cha 97.3. Hasa kinadharia kwamba hatuwezi tukapitisha umeme zaidi ya hapo, lakini kwa sasa tunapokea megawati 135.7 kutoka TANESCO, lakini mahitaji yetu kwa sasa ni megawati 165. Tangu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alipoingia madarakani amevutia uwekezaji mkubwa. Kwa bahati mbaya niseme kwamba uwekezaji uliopo na kasi ya uwekezaji inayoendelea sasa haiwiani na miundombinu tulionayo, ikiwemo umeme tulionao kwa sasa. Sasa nikirudi kwa maeneo ya Kisauni Maungani, kule tuna laini kubwa mbili za kupelekea umeme. Moja imejengwa mwaka 1980 ya megawati 17, lakini kutokana na uchakavu waya huo sasa, yani laini hiyo inaweza kuchukua megawati 10 tu. Na laini ya pili ambayo imejengwa hivi karibuni mwaka 2013 yenyewe ni pia ni megawati 17, lakini kuna utofauti wa waya uliotumika kusafirisha umeme kutoka Mtoni kituo cha kupozea umeme hadi Maungani. Kuna waya wa milimita 150 na kutoka Maungani hadi Fumba kuna waya wa milimita 50 tu. Sasa matokeo yake kwamba hiyo njia kuu ya umeme badala ya kubeba megawati 17 inabeba megawati 14. Hili ndio tatizo. Sasa matumizi yameongezeka makubwa sana katika eneo hilo. Kumekuwa na shughuli nyingi za kijamii zilizoendelea, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa viwanda, maeneo ya uwekezaji. Mfano kama sasa hivi pia tunakwenda kuona hali nyingine vile vile, kule ndio kuna kujengwa uwanja wa Afcom, ambao uwanja wa Afcom pekee yake unahitaji megawati 8
peke yake, na kuna jengo shopping mall kubwa sana kule inahitaji karibu megawati 2, na vile vile kuna mtaa wa viwanda, kuna ujenzi wa mji wa serikali ambao pia unahudumiwa na line hiyo maeneo ya Kisakasaka, na pia na ujenzi wa nyumba yani Kisakasaka housing scheme. Kwa hiyo utaona ukuaji wa uwekezaji wetu tulionayo na miundombinu ya umeme tulionayo. Hichi ndio kilichochangia kuwepo kwa tatizo la katika umeme. Tumetoka kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Watu wamekuwa wakihoji mitandaoni, lakini wengine wakihoji maeneo mbalimbali kwamba miaka 60 ya mapinduzi, Zanzibar bado inategemea sehemu ya umeme wake kutoka Tanzania bara, na kama walivyosema hapo TANESCO mnapokea megawati 160 na kitu hivi. Kweli kwa hali ilivyofikia Zanzibar, kuna haja bado ya Zanzibar kutegemea umeme kutoka sehemu moja? Ni kweli kwamba serikali imeliona hilo na imechukua hatua mbalimbali, kwa sababu moja tunaweza kusema kwamba Zanzibar haina usalama katika upatikanaji wa nishati ya umeme, kitaalamu tunaita power security, kwa kutegemea kebo hizo mbili, lakini vile vile haina vizuizi vya kitaalamu ambavyo vinaweza vikawekwa kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa salama endapo kutatokea majanga ya asili, yani natural disaster. Sisi tunategemea kebo mbili za baharini, lakini Mungu aepushie mbali, likitokea kitu kama inaitwa tsunami ikaondoa hizo kebo zote za baharini, Zanzibar hatuna kitu. Sasa hili serikali imeliona na imechukua hatua madhubuti kabisa. Kuna mipango ya muda mrefu na ile ya muda wa kati na ile ya karibuni. Mpango wa muda mrefu, tunazo project mbili ambazo ni kubwa. Moja inafadhiliwa na Benki ya Dunia ambapo itakamilika mwezi Agosti mwaka 2027, na nyingine inafadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika ambapo itakamilika mwaka 2030. Nianze hii ya mwaka 2030. Ya mwaka 2030 itahusisha ujenzi wa waya mpya wa baharini wa megawati 270 katika mkondo wa 220 ambao utalazwa kutoka Unio hadi Mtende, na utapofika Mtende utaingizwa chini ya ardhi, utapelekwa kwenye substation mpya ya Makunduchi ambayo sasa ujenzi wake unaendelea na umeshafikia 35%. Lakini vile vile mradi huu pia utahusisha uwekaji wa waya mpya wa baharini kutoka Majani Mapana Tanga kwenda Pemba wa megawati 100 katika mkondo wa 132. Sasa hii realization yake, yani miradi itakamilika mwaka 2030, lakini tunayo ambayo itakamilika mwaka 2027 inayofadhiliwa na Benki ya Dunia. Sasa hii itahusisha ujenzi wa laini mpya ya mkondo wa 132 kutoka Welezo kwenda Ubago, na pale tutaigawa ile laini, moja itakwenda Makunduchi na nyingine itakwenda Makunduchi kwenye substation tunayojenga, na nyingine itakwenda Matemo kwenye substation pia inayojengwa. Sasa hizi zitakamilika mwaka 2027. Lakini vile vile chini ya mradi huu vile vile tutakuwa na uwekaji wa battery, yani kitaalamu nasema battery energy storage system ya megawati 40 pale katika kituo cha Mtoni. Sasa hizi zote ni juhudi za kuhakikisha kwamba inapotokea hali ya kama hiyo, Zanzibar inaweza kuendelea na maisha kwa kuwa na vyanzo vyake vya ndani. Lakini vile vile mradi wa Benki Kuu utakwenda kuzalisha megawati 18.5 pale Makunduchi, na ujenzi sasa hivi unaendelea, umeanza, na tunategemea utakamilika mwaka 2027 mwezi Agosti. Lakini kama hiyo haitoshi, tunayo mipango ya muda mfupi. Serikali tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka jana ilisainia na mkataba na kampuni ya India ya Elecmac ambapo tutakwenda kujenga chanzo cha kuzalisha umeme wa jua pale Matemo wa megawati 30. Sasa hizi ndio zitakuwa ni sehemu ya umeme mbadala, lakini vile vile kuachana na kuliko kutegemea zile kebo mbili pekee kutoka Tanzania bara. Na kuna mipango mingine ya muda mrefu ambayo itapelekea Zanzibar kujitosheleza kwa umeme. Mfano, kwa sasa hivi tumejenga mnara mkubwa kule Makunduchi kwa ajili ya kukusanya takwimu au data kwa ajili ya kuona uwezekano wa kuanzisha wind farm ambayo itazalisha megawati 200 kwa kutumia upepo. Sasa takwimu za awali zinaonyesha kwamba hilo linawezekana, na tuko katika hatua za katikati za kufanyia majumuisho hizo takwimu baadaye, kabla ya ule usanifu wa ile wind farm pamoja na uzalishaji wa umeme kutumia upepo. Labda ZECO umefanya tathmini yote ya kujua labda uhitaji wa nishati ya umeme kwa megawati ngapi hapa visiwani Zanzibar, na kwa sasa hali ikoje ya matumizi ya umeme kwa megawati ambazo mnazo? Niseme kwamba kwa sasa tunapokea megawati 135.7, lakini mahitaji yetu kwa sasa ni megawati 165. Kwa hiyo tuna mapungufu ya karibu kwa megawati 30. Lakini hadi kufikia mwaka 2030 Zanzibar, kutokana na hii pesi ya uwekezaji
na unaofanyika kwa sasa, na hasa ikitiliwa manani kwamba kadri siku zinapokwenda Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi anavutia uwekezaji mwingi zaidi. Iko mipango mikubwa sana ya uwekezaji katika nchi hii. Sasa ifikapo mwaka 2030 tunategemea uhitaji wetu wa umeme wa ndani tutahitaji megawati 250. Na kwa mantiki hiyo sasa, endapo tutafika 2030, Zanzibar tutarajia sasa kuzalisha umeme wake wenyewe bila kutegemea sehemu yote? Utakuwa hatuwezi kuzalisha moja kwa moja, lakini sehemu kubwa ya umeme wa Zanzibar utakuwa unazalishwa ndani ya Zanzibar, na ni mategemeo yetu mara baada ya mwaka 2030, baada ya mipango yote ambayo imepangwa na serikali kukamilika, tutakuwa pia na umeme wa ziada wa kuuza nje. Kwa sasa hivi kupitia mkutano wa African Energy Summit wa mwaka jana, mwezi Februari mwaka jana, Zanzibar kama sehemu ya Tanzania imesaini Energy Compact Agreement ambayo yenyewe pia itahusisha uwepo wa power pool mbili. Moja inaitwa South African Power Pool ambayo inakwenda moja kwa moja, inaweza kusambaza umeme moja kwa moja kutoka ilipo mpaka kwenda Afrika Kusini, na nyingine inaitwa East African Power Pool ambayo itaweza kusambaza umeme hadi kufikia Egypt. Sasa sisi Zanzibar kama sehemu ya Energy Compact, umeme wote wa ziada utakaozalishwa Zanzibar utaweza kurudishwa na kupelekwa kwenye hizi power pool, na ikifika hapo sasa tutafanya mazungumzo na shirika la umeme TANESCO kutumia miundombinu ya TANESCO kuingiza umeme katika power pool na wao kulipa kitu kinaitwa transit fee. Kwa sasa tumepokea fedha za ufadhili ambapo muda wa karibuni tutaanza sasa kufanya upembuzi yakinifu ni kwa jinsi gani umeme ule wa ziada utakaopatikana Zanzibar utaweza kurudishwa na kuingizwa kwenye hizo power pool. Labda sasa kwa wananchi ambao wamekuwa wakikusikiliza na kuangalia hivi sasa, na wengine wamekuwa na hasira kali juu ya kukatika kwa umeme, na mnakuwa mnatoa taarifa hizi wakati mnakosesha huduma kwa wananchi? Kuna aina mbili za kukatika kwa umeme. Kuna kukatika kwa umeme kwa matengenezo. Sasa inapotokea kwamba kuna kukatwa kwa umeme kwa kupanga, yani kwa maana mfano tunataka kubadilisha transformer au tunataka kuhuisha line ya mahali fulani, tunatoa matangazo kuwajulisha wananchi kwamba ni muda gani tutakata umeme na muda gani utarudi, huduma itarudia. Lakini yako umeme pia unaweza kukatika kwa dharura. Mfano waya umeanguka, kwa sababu kama nilivyosema kwamba laini zetu zinakabiliwa na msongo mkubwa, yani load stress. Hizi zinaweza kupelekea waya zetu baadhi ya sehemu kwa kuwa zina uchakavu mkubwa kuanguka. Sasa itapotokea kama vile, inakuwa tabu kutoa taarifa. Hatua ya awali kwanza ni kuweka usalama katika maeneo hayo na kurudisha huduma kwa haraka sana. Sasa ikifika hali hiyo inakuwa tabu kidogo kutoa taarifa, lakini bado kama yale matengenezo yatachukua muda mrefu, tunatumia mizi nyingine ikiwa ni pamoja na kutumia social media kutoa taarifa kwa wananchi. Nini kauli yako sasa kwa wananchi ambao wamekuwa kuangalia na kusikiliza? Unahakikisha vipi kuhakikisha kwamba huduma za upatikanaji wa umeme visiwani Zanzibar zinakuwa bora na hazileti athari kwao? Niseme tu kwamba wananchi wao wastahimili kidogo, kwa sababu serikali haikukunja mikono tu ikisubiri kudra katika hili. Imekuwa ikichukua juhudi mbalimbali, na moja kama zilizosema kwamba ni majuzi tu serikali imesaini mkataba na kampuni ya India ambayo inatumia pesa zake zenyewe za ndani, na ni pesa ya serikali, sio mkopo wala sio ufadhili, fedha zake zenyewe, ili katika kuboresha huduma. Lakini vile vile niseme kwamba kumekuwa na malalamiko kidogo ya watu kuunguziwa vitu vyao na vitu vya namna hii, na lawama nyingi zinaelekezwa ZECO. Niseme tu kwamba kwa kiasi fulani ZECO haihusiki na alama hizo. Pengine watu wanaweza kushangaa kwa nini? Kwa sababu sisi kama ZECO responsibility yetu inaishia ilipoishia mita. Kuanzia kwenye mita kwenda ndani ni jukumu la mteja mwenyewe. Na sasa hivyo ihakikishwe, nitoe rai tu kwa watu kwamba wahakikisha kwamba mifumo yao ya ndani ina vizuizi tosha ambavyo vitapelekea, kwa sababu umeme una tabia ya kusafiri katika mawimbi. Aidha mawimbi yanaweza kuwa makubwa au madogo. Sasa ni lazima uweke vizuizi. Ndio maana watu wengine wamejiongeza pale katika mifumo yao ndani, wameweka vitu kama wanaita fridge guard au TV guard. Sasa ukiweka vizuizi vya namna hii, uwezi kifaa chako kikaungua. Lakini vile vile ujenzi wa mifumo yetu tuhakikisha kwamba inakidhi mahitaji. Mfano watu wengi katika hali zao za kimaisha, amepata mahali pengine pa kujenga vyumba viwili, ameweka mfumo wa awali wa umeme ambao pengine mfumo wa awali alipoujenga ilikuwa ni watatu wa kuwasha taa 2-3, then Mwenyezi Mungu akawa amembariki kidogo, akaongeza vyumba vingine, akanunua na vifaa vingine, mfano ameongeza TV, ameongeza friji, ameongeza mafeni, lakini mfumo wake ni ule ambao wa zamani ulikuwa watatu. Sasa inapotokea hali kama hii, tunaongeza load katika mifumo yetu ndani, na hii mifumo inapata msongo
na inapelekea kuwepo kwa joto kubwa katika zile nyaya, hivyo zinaweza aidha zikasababisha moto au zikasababisha baadhi ya vifaa kuungua. Sasa inapotokea hali hii, kwa kweli ZECO inakuwa inalaumiwa pasi na sababu. Lazima watu wajenge tabia ya kuangalia mifumo yao kwamba inakidhi haja, lakini vile mifumo hii ijengwe na watu wenye uweledi wa kujenga mifumo. Mara nyingi mifumo hii inajengwa na watu wa aina ya fundi Michael. Sasa inapotokea hivyo, basi inakuwa haikidhi mahitaji na inapelekea vifaa vingi vya wananchi kuungua. Nikushukuru sana meneja mkuu kwa muda wako, na mtazamaji, bila shaka wewe na mimi tumeweza kufaidika na ile kiu hasa ya nini ambacho kinaendelea shirika la umeme kusababisha umeme kwa baadhi ya maeneo visiwani Zanzibar kukatika mara kwa mara. Leo hii tumepatiwa hapa na ufafanuzi wake. Meneja mkuu ameeleza hatua mbalimbali ambazo serikali chini ya uongozi wake zinaendelea kuchukua katika kipindi cha muda mfupi, muda wa kati na zile za muda mrefu ili kuhakikisha huduma za umeme zinaendelea kupatikana. Ulikuwa nami, mimi ni Rashid Ali. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Wasafi Media na endelea kufuatilia radio yetu ya Wasafi FM. Asanteni na kwaherini. Nikushukuru sana.